Okay, dada Indolelia, karibu tena na hongera sana kwa kumaliza mkataba wako. Ya, na kwa kweli nakupongeza kwa sababu kukaa kwenye nyumba ya mtu mwaka mzima sio mchezo. Hii inaonyesha ni kwa namna gani umeweza kuwa na uvumilivu kwanza, ustahimilivu, lakini pia uwezo wa kuacha mambo yako na kufuata taratibu za familia ambayo ulienda kufanya kazi. Hongera. Ulienda kama level gani ya dada? Ya smart. Yeah. Okay, umemaliza. Yes. Okay, vipi huko mambo majukumu? Huko mambo mazuri. Siwezi kusema mabaya. Mazuri. Yani mambo mazuri. Umetimiza malengo yako kwa kiasi gani? Kwa 80%. 80%. Kwa 80%. Wow, ni kubwa, sehemu kubwa yani. Sehemu kubwa yani umebakia kidogo. Lengo lako kubwa ilikuwa ni nini kuja kwenye huu mradi? Lengo langu kubwa ilikuwa ni kufanya biashara. Okay. Kujiajiri. Nishajiajiri. Nishapata sasa hela, ndio mambo mengine siji kujenga siji nini. Yanafuata lakini cha kwanza biashara. Biashara ndio itakupa mambo mengine yote. Maana ukimbilia kiwanja wakati huna cha kukuingizia hela. Kabisa. Kwa lengo lilikuwa ni biashara, alafu mambo mengine yafuate. Okay. Kwa hiyo umetuambia umetimiza kwa 80%. Kwa 80%. Kwa sababu nasema kwa 80%. Kwa sababu nina changamoto kidogo ya tumbo, nasumbuliwa sana na tumbo, kwa hiyo inabidi nikacheki kwanza afya. Tumbo kivipi tena? Yaani sijui ni vidonda vya tumbo. Vimekuanzia kazini au ulikujaga navyo? Nilikuwaga navyo ila naona sasa hivi kama vimenichechemalia sana. Okay. Yaani sina uhakika kama ni vidonda vya tumbo au nina shida gani tumboni. Kwa hiyo inabidi nikacheki. Okay. Niende hospitali za kina mama nikacheki na shida gani tumboni. Ndio maana nasema sio kwa 100%. Kwa hiyo hela yangu haitaingia kwenye biashara moja kwa moja. Itaenda pia kwenye matibabu. Na sijajua nina tatizo gani, nitatumia kiasi gani. Okay. Sio tatizo kubwa. Yaani sio kwamba kazi nashindwa kufanya. Nafanya ila unafanya kazi leo tumbo linauma, kesho limetulia linauma. Kwa hiyo ufanye ile kwa uhuru sana. Okay. Na sijataka msumbua bosi wangu kwamba bosi naomba ruhusa niende hospitali. Bosi naomba ruhusa niende nataka nimalize mkataba. Nikiamua kwenda hospitali niende nikiwa huru. Kwa hiyo ndio hiyo. I see, lakini kwenye afya bwana inabidi kama tatizo kwenye sekta ya kazi za ndani, wadada wana michezo ya kuwa kusingizia. Kiasi kwamba sasa anasema ukweli hujui ni upi. Lakini kama kweli una tatizo la kiafya, afya ndio muhimu kabisa. Huo ndio mtaji namba 1 kwa sababu ukiuzembea afu tatizo likawa kubwa itakuwa hii yote hizo mtaji unaotafuta utakuwa una maana yoyote bila afya. Kwa hiyo mimi ningeshauri mara nyingi yani nawashauri wadada wale wanaosingizia ndio uwaga ugonjwa wangu mkubwa na wao. Mtu anasingizia ugonjwa ili mradi akimbie kazi, aache kazi au amsumbue bosi wake. Lakini kama kweli una shida, yani unajua kabisa Mungu wako anaiona sirini, anajua wewe una tatizo. Kama unavyosema hii ndio kwamba mimi nasumbuliwa na tumbo. Ni muhimu sana ukasumbukia afya yako. Mtaji wako mkubwa ni afya. Kwa hii ni kwa wadada wengine. Basi sawa. Pole na hongera. Pole kwa sababu ya matatizo ya tumbo, lakini hongera kwa kuweza kutimiza angalau kumaliza mkataba wako na kuonyesha uaminifu mkubwa. Hicho ndio kitu kikubwa hasa ambacho tunakiuza hapa. Ni uaminifu. Tanzania tuna watu wengi, tuna idadi kubwa ya watu milioni zaidi ya 60 sasa hivi, lakini wengi sio rasilimali. Ndio kusema neno gani? Wengi hawana tija. Tuko idadi kwa watu lakini hawana tija, na wengi tunaona wanapita hapa. Anasema anataka kazi lakini akipelekwa kazini anashindwa kufuata utaratibu ule wa kazi. Lakini umeona wewe nidhamu yako ya hali ya juu mpaka afya yako nasema umeiweka reani. Kwa ajili ya kuiheshimu kazi. Sasa tusifanye hivyo. Kazi zipo na zitaendelea kuwepo, lakini afya zetu kwanza. Tukiwa wazima sasa tuheshimu misingi, taratibu za kazi, kwa sababu zile ndio tunavyoheshimu utaratibu kazini, ule ndio unatupa sisi tija au kipato. Kwa hiyo nakupongeza sana. Kwa hiyo unaenda nyumbani wapi au yani baada ya hapo kazini ulikuwa Dodoma? Bagamoyo hapo. Wewe ndio Bagamoyo? Okay. Dodoma ni nani? Wewe? Okay.
Sawa. Kwa hiyo sasa unaelekea wapi baada ya kumaliza? Kwa sasa hivi naenda Msasani. Hapo ni nyumbani. Nyumbani kwa wazazi? Ni nyumbani kwa babu yangu. Kwa wazazi ni Mbeya. Okay. Kwa hiyo utakuwa Msasani kwa ajili ya utakuwa Msasani kwa ajili ya kujitibia. Utakapokuwa yaani nikiwa niko kamili, kazi inaendelea. Unaendelea na kazi mpaka utimize lengo la kupata mtaji. Lengo langu nasema sasa niko tayari kwenda kwenye biashara. Fanya jambo langu yani. Safi. Safi kabisa. Haya Mwaya, sisi tunakutakia kila la heri. Mungu akutangulie. Asante sana. Na hilo tatizo basi kama nilikuwepo basi liyeyuke kwa jina la Yesu. Amina. Utakapoenda huko kuangalia vipimo yani tumboni kwako kuwe kupya kabisa. Amina. Urejee ukafanye kazi kwa ajili ya kujikwamua. Asante. Karibu sana. Asante.